Wapenzi watazamaji wa channel yetu hii ya Bwana ni Haki Yetu, karibuni tena kwenye somo letu hili. Tulikuwa sasa ni siku nyingine, tunamshukuru Mungu katika hilo, na tulikuwa tunaongelea habari sasa za habari. Lakini kilichopita tulikuwa tunaongea habari za dawa, kuweka dawa kwa wakina mama, kuweka dawa kwa wakina baba, kuweka dawa kwa yoyote, kwa wazee. Tulipiga ile part 1 na part 2, lakini sasa hizi hii sehemu ya 3 ambayo ndio ya mwisho kabisa, tuongelea habari za mawigi, mawigi, rasta au nywele bandia kiujumla. Lakini msingi wetu ni ule ulikuwa unasema katika Mwanzo 1 mstari wa 27, Mwanzo 1 mstari wa 27, ambaye nasema Mungu alimuumba mtu kwa mfano wake, na kwa mfano wa Mungu alimuumba mtu mwanamke, mtu mwanamume na mwanamke. Maana yake almost nimefupisha tu kwamba kwa mfano wa Mungu aliumba mwanaume na mwanamke kwa mfano wa Mungu. Ile Mwanzo 1 mstari wa 27. Sasa tuliongelea kuhusu habari za dawa, kuhusu habari za dawa ambao wanawake wanaweka, wazee wanaweka kuficha mvi zao. Na tukajifunza baadhi ya mafungu, na tukaingia pia kwenye habari za wabinti pia kuweka dawa, tukajifunza baadhi ya vifungu. Lakini pia tukaenda na uhalisia kabisa hata wa kiafya wenyewe jinsi ulivyo kwa kawaida. Kwa hiyo sasa nikatamani kumaliza hili jambo kuhusu habari za mawigi na vitu vingine ambavyo vinapatikana na wanatumia sana, wanapenda kutumia sana wanawake, sawa? Kwa hiyo nikasema basi tutafanya hilo jambo. Basi tuombe kabla tuendelea. Hii ni sehemu ya 3. Mtakatifu Baba mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, Yesu, naomba ya Bwana tukapenda kujifunza neno lako. Naomba Roho yako Mtakatifu akatwame juu ya watoto wako wa mbinguni, ili na mimi Bwana akatwame juu yangu ya Bwana na ndani yangu, katika jina lako takatifu tupate kuelewa na maandiko. Tunafunga anga, tunafunga ardhi, tunafunga kuzimu, tunaifunga bahari, tunafunga kila aina mashambulizi ya giza atakayotokea pembe zote 4 na falme zote 4 kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amina. Sasa nitaenda haraka, sitakuwa na muda kupoteza leo. Nitaenda haraka na wala sitafanya summary ya nyuma. Nitaenda haraka, tutazungumza habari za mawigi au nywele bandia au rasta. Au rasta. Je, ni dhambi kusuka rasta au ni dhambi kuvaa mawigi? Kwa sababu tunaona mpaka wake wa wachungaji wanavaa, wake wa wachungaji wanasuka hizo rasta. Kondo tukasema baada ya kupata vitu vingi sana tukasema hapana, sio mbaya, ngoja tuangalie sisi Biblia inasemaje. Na katika habari za Biblia tutaanza kusoma kwanza Biblia, alafu baadaye ndo tutaingia kwenye maelekezo zaidi, tuone mambo yanaendaje, sawa? Tukasema tutaiuliza Biblia kwanza baadhi ya vitu ili kuaje, yani ni nini hasa, kabla tujaingia kwenye maelezo zaidi. Kwa sababu tunaona wake wachungaji, na pia kuna baadhi ya wachungaji ambao wako Ulaya nafikiri, wengi nilikuwa nawaona nikiangalia, pia ukiangalia vizuri au tena na wenyewe bila shida yote ile, unakuta mchungaji ana kipala lakini anaamua vae wigi na ni kama nywele zake kabisa. Na nafikiri na hii hata wanaoangalia movie wanaelewa, hata wanaofuatilia vitu vya kule wanajua. Kuna watu wengi wanavaa mawigi na ni watu wakubwa tu, na ni wanaume pia wanavaa mawigi. Ni wanaume na wanavaa mawigi na zinaonekana kama ni nywele zao wenyewe, kwa sababu wao wana nywele fulani hivi. Kwa hata kama akivaa ile wigi ni mwanaume, kwa hiyo unaweza kufikiri ni nywele zake, kumbe ni wigi lake. Kwa hiyo tumeshaona hizo scenario nyingi sana sehemu mbalimbali. Kwa hiyo na ndio maana pia watumishi wa Mungu na watu wa Mungu wengi wakawa wanavaa mawigi pia, wanasuka pia rasta hizo, kwa sababu pia wachungaji pia na watoto iwe ni wakina mama, wake za wachungaji, wake za maaskofu, wake za watumishi wa Mungu mbalimbali wanafanya hivyo vitu.
Kwa hiyo basi sasa, na pia tunaona mpaka watu wakubwa kubwa makanisani wapi ndio inavyokuwa sasa. Kwa hiyo tutaiuliza Biblia kwa sababu tumepata maswali mengi sana na comment nyingi sana kwenye SMS, nimepata SMS nyingi sana sana sana. Kwa hiyo nitajaribu kuuliza Biblia kuhusu habari ya mawigi kwanza kabla mawigi, sawa. Tutaiuliza Biblia tu kwanza tuone, tujue ni nini ambacho huwa kinakaa kichwani. Nini kinachokaa kichwani, kwa sababu sisi tunajua kabisa kinachokaa kichwani mara nyingi huwa ni either kilemba, kofia, nini, okay, mitandio, sijui ndio wanawake wengi wanafunika vichwa vyao. Kwa hiyo tutaangalia haraka haraka hapa Kutoka 29, Kutoka 29 mstari wa 5. Kutoka 29 mstari wa 5. Tasameni kidogo wapendwa. Kutoka 29 mstari ule wa 5. Kutoka 29. Kutoka 29 mstari wa 5 inasema, kisha twaa hayo mavazi ya kumvika Haruni, itie kanzu na joho ya naivera, itie kanzu, okay, na joho ya naivera, na naivera na kifuniko cha kifuani, na kumkaza kwa huo mshipi wa naivera uliosuka kwa ustadi. Kisha okay, 5 mpaka tunaenda mpaka 6, mpaka 6. 6 nasema, nawe mvike kile kilemba kichwani. Nawe mvike kile kilemba kichwani. Nawe mvike kile kilemba kichwani, na ile taji takatifu utaitia katika kile kilemba. Maana kile taji inakaa katika kile kilemba. Jamani, vilemba wanaofunga wanawake wataelewa, maana vilemba wengi wanajua nini maana vilemba. Lakini pia watu wa Middle East wanaelewa nini maana ya vilemba, kwa sababu kule hata kama ni wanaume pia, hata kama ni wanaume sana sana, ukija India pia wanaume sana sana wanavaga vilemba. Huwa ni kama mtandio, ni kama tu almost kama nguo fulani hivi ambayo inafungwa fungwa. Lakini sasa kumbe huyu Haruni yakuwa ni kuhani. Maana yake sasa kumbe huyu kuhani Haruni, kuhani mkuu, huyu kuhani wa Bwana, huyu Haruni alikuwa na hilo vazi kichwani mwake. Maana yake alikuwa anavaa nini? Kilemba. Sasa tuenda mdogo mdogo tutaelewana kilemba. Haya, pia Kutoka 39 na mstari wa 28. Kutoka 39 na mstari wa 28. Kutoka 39 na mstari 28 anasema, 28 anasema, na hicho kilemba cha nguo ya kitani nzuri, na zile kofia nzuri za kitani, na hizo suruali za nguo ya kitani nzuri iliyosokotwa. Na hicho kilemba cha nguo ya kitani nzuri, na zile kofia nzuri za kitani. Okay, kofia walikuwa na vichwa watoto wa Haruni kofia. Maana yake wanapoingia ibadani walikuwa na vichwa kofia, kama vile ambavyo unaona Waislamu huwa wanavaa zile kofia zile. Watoto wa Mungu. Tunaenda mdogo mdogo tutaelewana. Kilemba alikuwa anavaa Haruni. Kofia alikuwa anavaa watoto wake, watoto wa makuhani. Sasa tunaenda mdogo mdogo. Kwa hiyo maana yake tunaona kwamba kumbe kuna watu walikuwa wanavaa vitu kichwani wakati wa ibada. Wakati wa ibada walikuwa wanavaa hizo kofia, mpaka sasa wanaofanya Waislamu, japo huwa si lazima sana hata kwao, lakini wanaga wengi hata wakiingia msikitini huwa wanafanya hilo jambo. Sasa tutaendelea kidogo kidogo. Tuelewana kidogo mambo ya Walawi. Tutaenda kwenye mambo, nafikiri tutaenda kwenye mambo ya Walawi. Mambo ya Walawi ndio tutamalizia hapo.
Mambo ya Walawi 8 mstari wa 9, Mambo ya Walawi 8 mstari ule wa 9 utasoma wewe mwenyewe, lakini mimi nitaenda Mithali 1 mstari wa 9. Nitaenda Mithali 1 na ule mstari wa 9. Mithali 1 na ule mstari wa 9. Ndio nitaenda hapo. Mithali 1 na ule mstari wa 9. Inasema, kwa maana hayo yatakuwa kilemba cha neema kichwani pako na mikufu shingoni mwako. Kwa maana hayo yatakuwa kilemba cha neema kichwani pako. Kilemba cha neema kichwani pako. Kilemba cha neema kichwani pako. Manake kumbe kilemba kinakaa wapi? Kichwani. Tatu ende tu mdogo mdogo tutaelewana. Na kilemba kitengenezwa ni kwa kutumia nguo. Kwa kutumia nguo ya kitani nzuri safi, inatengenezwa hii nguo mfano wa kilemba. Namba tukasema ukienda na mpaka hasa hizo kofia pia zipo. Kuna kofia kina mama wanavaaga. Wanavaa hivi, lakini kama ni nguo hivyo ni vilemba hivyo. Kwa hiyo kitakuwa ni kilemba cha uzuri, kitakuwa ni kilemba cha utukufu kichwani pako. Kilemba cha neema kichwani pako. Kilemba cha neema kichwani pako. Ukishika ni kwa mfano ukishuka huko chini huku ndio utajua alikuwa anazungumzia ni, lakini alikuwa anafananisha hicho kitu ambacho haya mafundisho ambayo kwamba akiasikiliza haya mafundisho maana yake atakuwa ni kilemba cha neema kichwani pake. Haya, tunaendelea mdogo mdogo tu. Sababu ni kitu kilemba, ni kitu kinachoonekana. Sawa Haya, namalizia hii Mithali 4 mstari wa 9. Mithali 4 mstari ule wa 9. Mithali 4 na ule mstari wa 9. Mithali 4 na ule mstari wa 9. Anasema atakupa neema kuwa kilemba kichwani na kukukirimia taji ya uzuri. Atakupa neema kuwa kilemba kichwani na kukukirimia taji ya uzuri. Atakupa neema kuwa kilemba kichwani. Atakupa neema kuwa kilemba kichwani pako. Na kukirimia taji ya uzuri. Maana taji na kilemba ni vitu tofauti, sawa? Ni vitu tofauti. Kwa hiyo atakupa neema, sawa? Atakupa neema. Atakupa neema kuwa kilemba kichwani pako. Atakupa neema kuwa kilemba kichwani pako, sawa? Sasa natamani tufanye jambo hapa. Tufanye jambo moja hapa sasa. Tuweke vitu chini kusudi tuingie ndani ya somo letu salasi. Jamani, tumesoma habari ya vilemba hapa, lakini nitamani sana kuja kusoma pia katika Mambo ya Walawi 8:9, alafu utasoma tusome tu sasa hii ya mwisho kabisa ambayo ni nzuri pia, Ezekieli 21 mstari wa 26. Ya muhimu sana hii. Ezekieli 21. Ezekieli 21 ndio mstari wa 26. 21 ndio mstari wa 26. Inasema, nami nikawatia unajisi kwa matoleo yao wenyewe kwa kuwa walipitisha Ezekieli 21 na mstari wa 26. Ezekieli 21. Ezekieli 21 na mstari wa 26. Inasema, Bwana Mungu asema hivi, kiondoe kilemba, ivue taji. Haya hayatakuwa tena kama yalivyo. Kikweze kilicho chini, kakishushe kilicho inuka. Anasema Bwana Mungu asema hivi, kiondoe kilemba, ivue taji. Kiondoe kilemba. Haya, ivue taji. Haya hayatakuwa tena kama yalivyo. Kikweze kilicho chini, kakishushe kilicho inuka.
Hebu angalia vitu, soma vizuri, alafu tuingie ndani kidogo. Anasema Bwana Mungu asema hivi, kiondoe kilemba, sawa? Ivue taji, sawa? Haya hayatakuwa tena kama yalivyo. Kwa nini? Kikweze kilicho chini, maana kilicho chini kiinuke. Kakishushe kilichoinuka, maana kilichoinuka kishuke. Maana kile kilemba ni kilemba cha utukufu, ni kilemba cha neema na taji ya utukufu ndani yake. Lakini sasa hivi vitu hivi Mungu anasema kaviondoe tena, maana yake uviondoe, uvitoe. Ukikweze ambacho kiko chini. Jamani, alafu kishushe kilichoinuka. Maana yake unatoa ule utukufu, unatoa ule uzuri, unatoa ile neema, unaiweka chini. Sasa angalia hii ilivyo. Shetani hachezagi mbali, na wala shetani haendi nje ya maandiko. Shetani anakaa ndani ya nini? Ya maandiko. Bwana Mungu asema hivi, kiondoe kilemba, ivue taji. Haya hayatakuwa tena kama yalivyo. Kikweze kilicho chini, kakishushe kilichoinuka. Kikweze kilicho chini, kakishushe kilichoinuka. Kikweze kilicho chini, kakishushe kilichoinuka. Hii ni sheria ya Mungu ambayo inatumika pande zote mbili. Inatumika upande wa shetani na inatumika upande wa Mungu. Anakikweza cha chini, lakini anakishusha kilichoinuka. Ukijiinua mbele za Mungu, anakushusha. Ukijishusha mbele za Mungu, anakuinua. Sasa hii imekuwa ni vice versa kwa shetani. Kwa mfano, tunaenda sasa kwa somo letu ndani sasa kusudi tujue, na hapa tutabaki kwenye Ezekieli. Na hii ina maana gani alipokuwa anasema hivyo jambo kama hili? Na ndipo shetani pia anatumiaga haya maandiko na maneno haya. Je, mawigi sio dhambi? Je, rasta sio dhambi? Naomba nianze na mawigi na rasta. Ngoja tuanze na rasta kwanza. Tuanze na rasta. Jamani, iko hivi. Lazima Mungu akusaidie au atusaidie kujua. Tumesoma pale, alituumba kwa mfano wake. Chochote ulichonacho ambacho ni cha kujiongezea kwenye mwili wako, ambacho hakitokani na mwili wako Mungu alichokupatia, jiambie kabla, jiulize maswali. Je, huyu ni mimi aliyeniumba kwa mfano wake? Tusiingie tuanza ndani tu kule, lakini tujiulize. Tewe unavyoongeza hivyo vitu, una lengo la kumfurahisha nani? Una lengo la kumpendezesha nani? Kwa sababu lengo la mtu kupendeza, maana kuna mtu anataka ampendezeshe. Kuna mtu anataka awamuone. Hasa mtu akwambia bwana, lazima tupendeze. Ni kweli, kuwa smart. Lakini lazima ujiulize swali. Kumbuka, chochote, neno lolote, jambo lolote kaulifanya, utalitolea hesabu. Jambo lolote. Na imani bila matendo imekufa. Kwa hiyo kuna watu wengine lazima waende kwa imani, sasa wafanye mpaka vitu kwa imani. Hasa iko hivi, jambo lolote lile utakaolifanya kinyume na kile kitu ambacho Mungu amekupatia, kuongeza vikorokoro vingine ambavyo havipo kwenye mwili wako, kuzaliwa navyo, ni kujishushia heshima mbele za Mungu. Maana yake ni kumkosoa Mungu. Kwamba Mungu, ulivyoniumba kwa kweli uliniumba vibaya sana. Sasa
Sasa kwa kuwa nimeniumba vibaya, sasa mimi ngoja nichukue hizi rasta ambazo zimetengenezwa kwa katani, ambazo zimetengenezwa tusemeje, haya, ambazo zimetengenezwa kwa katani, niongezee. Manake unamkosoa Mungu. Mungu alikuumba hivyo ulivyo. Hakutaka uwe na manywele marefu. Hakutaka, kuna watu wana nywele ndefu, yaani mpaka zinafika huko. Na ni Waafrika kabisa. Wengine ukiangalia ni wana asili hiyo ya nywele ndefu. Lakini wewe kama Mungu akukumbia hayo mambo. Manake Mungu anaumba kila mtu kwa mfano wake. Kwa wewe jiangalie, ukiwa na nywele ndefu ni mfano wa Mungu, ukiwa na nywele fupi ni mfano wa Mungu. Hakuna aliyewahi kumuona Mungu. Mungu amesema tu nimeumba kwa mfano wangu. Lakini tujiulize swali tu dogo. Je, Mungu anatoaga ye mwenyewe huwa anasukaga malasta? Tujiulize tu swali dogo. Na tunajua kabisa kwamba Mungu amekuumba kwa mfano wake. Sasa wewe unamkosoa Mungu. Unaambia Mungu, ukuniumba vizuri kwenye kichwa changu hiki, kwenye nywele zangu. Sasa ngoja nitumie rasta sasa. Nitumie rasta sasa kusudi nipendeze. Mungu, hujaniumba kwa jinsi ya kupendeza. Hujaniumba kwa jinsi ya kupendeza. Sasa ngoja nitumie. Na ndio maana hebu angalia hapa sasa inasemaje? Nywele cha kwanza zimezungumzwa katika Biblia. Nywele hizi kwamba nywele ni utukufu kwa mwanamke. Nywele ni utukufu kwa mwanamke. Na ndio maana zamani wakati wa maombolezo watu wakawa wananyoa nywele zao. Wanaomboleza, manake wananyoa nywele. Wanajipaka majivu, wanavaa magunia. Wanaanza kuomboleza, manake nini? Wanaondoa utukufu ule, wanashusha ile heshima yao. Wanaishusha mpaka chini. Na ndio hapa Mungu anaposema kwamba ondoeni nini? Anaposema Bwana Mungu asema vikiondoe kilemba ivue taji, haya hata kuwepo tena kama yalivyo. Manake ni kwa hasa vua hicho kilemba, vua hizo nywele, vua hizo nywele, vua hizo nywele. Manake kwanza zinyoe, ziondoe, kwa sababu na vua taji ya utukufu, hayo hayata kuwepo tena. Na akasema kikweze, manake kikweze ambacho ni dhaifu, kishushe ambacho tuseme kina utukufu, manake ambacho kiko juu. Tuseme kwa mfano anaposema kwamba kama ndivyo tena, anasema haya hayata kuwepo tena kama alivyo. Kikweze kicho chini, kakishushe kicho inuka. Manake nini? Manake hebu jiulize, kuna mtu kwa kuchanganya zile rasta tu anashusha ule utukufu wa Mungu. Manake nywele ni utukufu kwa mwanamke. Sasa ni kama vazi kwa mwanamke manake. Lakini sasa Biblia ndio inavyosema, kumbuka, ni kama vazi kwa mwanamke. Lakini sasa unapoongeza yale malasta yako yale, malasta hayana thamani kama nywele zako hizi zina DNA. Na tukapima nywele zako, DNA yako na mtoto kwa nywele tu hizi, nywele yako yoyote ile. Na tukapima DNA yako, lakini huwezi ukachukua rasta ukaenda kuipima DNA hata siku moja. Na hizi nywele zina uhai, ndio maana zinakuwa. Hizi nywele zina thamani na uhai wake, ndio maana hakuna rasta inayokuwa hata siku moja. Kwa maana yake unapoongeza rasta humu, unakishusha hiki ambacho kina utukufu, ambacho kimeinuka, unakipandisha ambacho hakijainuka. Ndio maana mtu akikuja, shoga umependeza, lakini anasifia kile ambacho ni duni, ni dhaifu, ambacho hakina hata uhai ndani, hakina DNA ndani, hakina uhai ndani. Ndio kinachosifiwa, sio ile nywele yako ambayo ina uhai na DNA ndani. Huo upande huo. Lakini angalia jamani, watengeneza rasta wengi sana. Cha kwanza, watengeneza rasta wengi sana. Tunajua kwa ni biashara ambayo Mungu haikubali.
kiukweli, tusiwe wanafiki. Na watengeneza rasta wengi sana wana mikataba ya kuzimu, wana mikataba ya chini ya maji, wana mikataba ya juu angani, wana mikataba ya ardhini. Wanayo hii mikataba ya kuwakamata watoto wa Yesu, ya kuwakamata watoto wa Mungu, ya kulikamata kanisa. Na ndio maana wameanza na watoto wa wachungaji, ndio maana wameanza na familia za wachungaji, wameanza na familia za watumishi wa Mungu, wameanza na wanawake wake za watumishi wa Mungu, wameanza na watu wa makanisa. Kwa hiyo maana yake ni mtu anamuona mke wa mtumishi, mke wa mchungaji amesuka rasta, na yeye ataenda kusuka tu, huna namna kumkataza. Manake unamkosoa Mungu, unamdunisha Mungu. Sasa madhara makubwa ambayo yanatokana na rasta ni ya ulimwengu wa roho zaidi kuliko ulimwengu wa mwili au wanyama. Hizi rasta hizi wengi, kama nilivyosema, wengi ya viwanda hivi vinafanya kazi kuzimu. Unakuta kwa mfano rasta ina nembo ya dragon. Nembo ya dragon. Asa wewe unataka nini kingine? Unakuta rasta zina nembo kabisa za kipepo. Wewe angalia rasta zako, kama ukuta na nembo ya dragon pale, ujue hicho kiwanda anaye kimiliki au wanaokiongoza hicho kiwanda ni waabudu mashetani, ni waabudu mizimu ya kishetani, wanamwabudu Mungu huyu shetani. Na ndio maana lazima kila sehemu nembo yao, yaani hata kama ni ndogo kiasi gani, nembo lazima iwepo. Hawezi wakaacha kuweka nembo hata siku moja. Ndio maana majengo yao yana nembo, majengo yao kote pita kuna nembo. Hata ndivyo ilivyo hata kwenye vinywaji, hata kwenye rasta, kwenye bidhaa zao zote kuna nembo. Sasa jamani, usukaji wa rasta, kwa mfano ndio umeipata hii rasta dragon, umepata hii rasta ambayo imetoka kuzimu. Na kuna baadhi ya wanaotangaza hizo biashara pia ni Freemason vile vile, ni yanaabudu mashetani. Yanotangazo rasta, yaangalieni. Mengine ni masanii ya Bongo Flava, mengine ni celebrity, sijui watu maarufu, sijui nini. Lakini wote hawa na matendo ya ajabu sana. Hao watu wote hao vitu vyao hata havijifichi, viko hadharani. Manake huyo unajua kabisa anamtangaza shetani biashara. Lazima ujue hilo. Hasa kuna kitu cha shetani ambacho kikamwacha mtu salama hakipo. Na ndio maana ukimuona ni fulani amefanya hiki na mimi na mimi naweza nikafanya. Leo hii kwa asilimia karibu 90 ya watu wanaiga watu wengine wanafanya nini. Na mbona wanafikia tu wanaiga mpaka kuvaa nguo fupi, kuvaa vinguo vya ndani nje, kutembea uchi. Wanawaiga hawa watu. Kwa maana anaona fulani amesuka rasta na mimi nisuke. Lakini bila kujua kwamba katika hizo rasta hizo ndio maana kuna mapepo mengine ukiombea unashangaa yako kwenye nywele, kumbe rasta yamekaa pale. Na huwezi ukamwombea mtu azane kama akafunguka, isipokuwa arudishe alichoiba kwa shetani. Mtu anasema ninunua sikuiba, na kuuliza swali, ukinunua simu ya wizi utakamatwa utakamatwa? Yaani umenunua simu ya wizi nikagundulika, je, haukamatwi? Utasema mimi sikuiba, ninunua. Haya, lakini ni ya wizi. Paka urudishe kitu cha mtu na fedha umeshatoa. Sasa nakwambia hivi, wamiliki wengi wa hivyo viwanda ni mashetani, ni wanaabudu mashetani, ni Freemason kwa lugha kawaida ambayo mnaweza mkaielewa. Kwa sababu haya kuna Baphomet, Illuminati, Jesuit na vikundi vingine vya giza. Hawa watu ni wamiliki. Wanatoa hivyo vitu kuzimu. Wanachanganya hivyo vitu kuzimu. Vinalaaniwa na kusemewa maneno kuzimu. Vinapigwa chapa kuzimu. Vinapigwa chapa baharini wakati mwingine. Kwa hiyo maana yake nini? Ujue kabisa, ndio maana unapokuja kusuka hivi vitu, unamweka shetani moja kwa moja kwenye kichwa chako mwenyewe. Hebu angalia.
hizi nywele hizi bandia zote nazungumzia, ila nilikuwa naongea kuhusu habari za rasta hapa. Ila nywele bandia zote, jua kabisa cha kwanza zina majini hawa wafuatao. Sharifu lazima wemo kwa nywele bandia, lazima wemo. Sharifu cha kwanza kaza ni kubadilisha akili. Anabadilisha akili Sharifu. Unakuwa na akili za ajabu ajabu. Unakuwa na akili ambazo hazieleweki. Unakuwa na kurupuka kufanya maamuzi. Unakuwa na masila ya ajabu. Huyu Sharifu ndo kazi yake, jini Sharifu anaitwa. Maana huo ni ukoo wa majini. Jini Sharifu ni mmoja wa ukoo wa majini kati ya majini 99. Sharifu ni ukoo mmoja wapo. Asa majini kwenye huu ukoo, wakina amiri yao. Amiri pia anaweza kukaa kwenye to rasta. Sharifu haya ni majini ya ngazi ya juu kabisa. Ni ukoo wa majini ambayo yana nguvu pia katika kukontrol akili na kutumia akili ya mtu. Anakukontrol akili yako. Kama ni kwenye ndoa, unakuwa hutaki ndoa tena. Hasira za ajabu. Kwa wanapunga kufurahi bila sababu yote ya msingi. Almost unafurahi tu na ukisikia Saudi maudi utafurahi, yaani utafanya vitu vya ajabu, yaani havi wewe mwenyewe unakuja kujifikiria mpaka nini leo, mbona na furaha ielezeke haina maana yote. Si katika Kristo unafurahi katika mapepo, sababu leo umemfurahisha huyo jini ambaye pia ndio hivyo anashikilia agano la akili, agano la vitu fulani, sawa? Pia katika hizo za rasta kuna Ashulam. Jini Ashulam, ye kazi yake ni kushika hedhi. Siku ya hedhi ni kuzikamua kweli kweli zitoke za kutosha. Damu inakuwa na maumivu, hedhi inakuwa ni ya maumivu. Naweza kapitiza siku zake. Manake nini? Manake ni sadaka, ni kafara. Sharifu anafanya kazi kwa ushirikiano wa huyu Ashulam. Manake kila lazima sadaka itoke, kwa sababu na kitu chao ambacho pia kinakunyonya damu. Ile last ni kunyonya damu. Ndio maana kuna watu mwingine watu wanaishiwa damu mara kwa mara. Baadhi ya hawa watu, sio watu wote, lakini kuna watu wananyonywa damu hata kama usiponyonywa mpaka ikaisha, lakini damu inajizalisha. Nyonywa lita moja kila mwezi. Pia kuna Maimuna. Hawa mara nyingi sana wanatumika kama marine spirits. Wanakuja kuzini na wewe Maimuna. Jini Maimuna nakuja kuharibu mambo yako. Jini la mikosi. Nini? Yapo kwenye hizi nywele, hizi rasta hizi. Alafu kuna Swahibu Zina. Hawa ni mapepo pia ambao ni marine spirits, lakini ni wala nyingi wao ni uzinzi wa ndotoni. Uzinzi wa ndotoni, kuota unazini. Swahibu Zina. Kwa hiyo haya ni majini ambayo, kwa mfano, watu wengi ambao wamesuka haya manywele, kuota wanazini kwao ni jambo la kawaida sana. Kwani kwa sababu wamekabisha majini ya kuzini nao, na majini ya kuharibu mimba, na majini Anaziat yupo pale. Ananyonga, jini wa kunyonga, kuharibu mimba miezi 3, miezi 4, miezi 2, mwezi mmoja. Anatoa mimba. Kwa hiyo lazima uelewe kwamba hapa yawezekana ukaona sio dhambi kwako kweli, lakini hebu angalia matokeo ambayo haya majini yanaleta kwenye maisha yako. Huoni aibu hata unatenda dhambi hadharani? Nini? Majini haya wanakontrol akili yako. Code number ya kishetani ipo kwenye zile bidhaa. Ukemei ni kuondoa. Kwa ujue kabisa kwamba rasta karibu zote, na hata kama na zakatani, unasema ni zakatani hizi, hata kama ni zakatani, ujue kabisa wao zinachanganywa na vitu fulani. Kwa mfano, kuna rasta ambazo zinachanganywa na nywele
ya mtu mwenye kipara. Manake kwanza tu kule pia wana nywele ndefu, wazee wapo. Inachanganywa pale. Ina magano yake hii nywele. Mtu mwenye kipara. Jamani, zamani nafikia watu kwa nasikia, oh, jamani, ukiwa kipara sijui inakamatia ruru, kuna majudu, sijui kuna madudu yako baharini, majoka yale yako baharini. Hasa ukienda na kichwa cha mtu mwenye kipara, unatega ile joka, unapasuka ndani, unachukua ruru. Jamani, haya mambo yapo. Jamani, kuna wangapi ambao wamekamatwa na zana fulani za kishirikina, mara kucha ya mnyama fulani, mara ngozi ya mnyama fulani, afu nyewe mnafikiri kawaida tu. Hapana, sio kawaida. Huyo mtu katumwa, kaagizwa na mchawi, Freemason, Pathfinder, Illuminati, Jesuit. Wamewaagiza waganga wa kienyeji hawa kamchape koni, waswezi, washengezi. Wamewaagiza. Jamani, wanakuwa wanaagizwa, wakikamatwa ndio wamekamatwa, lakini wao wanawaagiza tena kwa hela. Ya kuna milioni 5 hapa. Kanete kitu fulani, kanete 1 2 3. Nete vitu fulani, nyara fulani. Wanakamatwa huko, wanafungua lakini kumbe kuna mtu aliyekuwa amewatuma. Haya mambo yapo. Kwa hiyo pia wanachanganya pia. Yawezekana pia hiyo last ikawa ni ya katana, lakini wakaichanganya na nywele ya mwanamke aliyekufa akijifungua mapacha. Kuna watu wako hospitalini ndio kazi zao hizo. Wahakikisha huyu ana mapacha, lazima aondoke. Na wako mle ma-Freemason wapo. Huyu lazima tuhakikisha anaondoka ili nipate hii nywele wakati akiwa anajifungua. Yaani amekufa akiwa anajifungua mapacha, huyu mtu lazima nibebe nywele yake. Hata kimazingaombwe atabeba tu. Baadaye ni diri, sababu itachanganywa na hizo nywele zingine. Alafu itasemezewa maneno. Kwa kweli ni kafara, amekufa kwa kafara. Basi hata hii nywele inaenda kama kafara kule sadaka. Kwa unapokuja kushona inakuwa ni kafara kwako. Inakuwa sasa imesemezewa kwa nguvu ya kafara pale. Kwa nguvu ya kafara ya damu ya yule mama aliyefariki anajifungua watoto mapacha. Inapigwa chapa ya kishetani, kodi namba 666. Kwa hiyo ukiona unasuka na baada ya kusuka mambo yako yana change, vitu vyako vina change. Kuna majini ambayo ukisuka ukiondoa yanaondoka, lakini kuna mengine ukisuka ukiondoa yanabaki. Yanabaki pale. Manake nini? Manake kama hii issue itakupea habari za uzinzi, hata kama ni wa ndotoni, ni umezini, hiyo ndio kweli wenyewe. Kwa hiyo lazima utambue hivyo. Na kama uko juu kwamba kuzini ndotoni ni dhambi mbele za Mungu, basi nitakiwa, kwa sababu nafsi yako na roho yako havijakaa vizuri na Mungu. Mungu hawezi kuletea habari za kipumbavu kama hizo. Unakiona hivyo ni tayari unazini kwa ulimwengu wa roho, na ndio maana kuna watu wanazini ulimwengu wa roho, wanaota wanazini na mpaka wanazaa, wengine mpaka wananyonyesha watoto. Na mwingine akiamka anaona kweli maziwa yake yanauma, au anaona kama vile akikamua hivi maziwa yanatoka, hata kama ni maji yanatoka. Nini? Kwa sababu huyo mtu amezaa ulimwengu wa roho, amekuja kwa mfano kupitia last, haiwezekana. Na vitu vingine inawezekana vikapitia, sio last pekee yake, lakini nazungumzia hapa last sasa. Kupitia last haiwezekana huyo mtu, sawa, imefikia hatua hiyo sasa kwamba imefikia hatua ambayo ni anazini na majini ambayo hayo yako juu yake, anazini nayo mpaka anazaa, mpaka ananyonyesha, mpaka anapata vichefuchefu ambao havina maana wakati mwingine. Na mpaka anaota ananyonyesha, anaota wakati mwingine amezaa misukuri, wakati mwingine ananyonyesha watoto, wakati mwingine mpaka akiamka ni kweli anasikia kama vile kuna something was going on, kuna kitu kwa kinaendelea. Really kabisa. Maana kiojue kabisa hizo lasta zako hizo ndio zinazokuletea hayo matatizo yote. Kwa maana hizo lasta zinayo majini, zinayo mapepo, zinayo mashetani, zimeenda kunenea kuzimu. Manake lasta za chochote unachokaa nacho juu yako, una pepo ndani, litakupelekea kutenda mema au mabaya.
Ndio maana utakuwa unachamba watu ovyo, unatukana watu ovyo, unawapa maneno ya kashifa, midomo michafu, na mpaka unasema siku hizi amebadilika, dharau zimekujaa, kiburi kimekujaa. Watu wanasema umebadilika, kumbe kichokubaya ni last hizo zosoka. Mpaka mume wako hakuelewi kabisa. Na kuna wanaume wanasuka hizo rasta. Wapo. Kwa mpaka mke wako mwenyewe hakuelewi. Kila siku hiki. Huishiwi matatizo. Wewe ndo kila siku unaleta shida. Wewe ndo kila siku. Wewe ndo unadasha kelele. Mpaka mwanaume anakuwa haji nyumbani. Na ile roho ya uzinzi unamwamsha mume wako na anaanza kuzini ovyo ovyo huko. Havitaki tena ushirikina chochote kile kwa sababu na vinataka mpaka ndoa iachike. Kwa nini? Ni hivi vipepo ambao umevitoa kwenye rasta. Ziwe ni za gharama kiasi gani, ziwe za $100,000, ziwe za milioni 5, hizo rasta ujue kabisa kwamba hizo rasta sio salama kwako. Unanunua bomu utakaloenda kulipua ndoa zako. Ndio maana wa zamani walikuwa wanasema mbona zamani ndoa zilikuwa nzuri, siku hizi lelele. Wewe, mimi nakwambia, maadili zamani ambao watu walikuwa na maadili, na ni kweli zamani watu walikuwa na maadili na neno la Mungu lilikuwa halijasambaa kiasi hiki. Lakini walikuwa na maadili. Na ndio maana Biblia ikasema siku za mwisho, maasi yataongezeka. Na neno la Mungu litangazwa dunia nzima. Pamoja maasi yanaongezeka lakini neno la Mungu litatangazwa dunia nzima. Kipindi hicho neno la Mungu halikuwa hajatangazwa dunia nzima. Lakini watu walikuwa wanaishi kistaarabu kwa sababu kuna vitu ambavyo mapepo yalikuwa bado hajaingia kwa watu sana. Lakini saa hizi katoto tu kadogo kashapigwa rasta kana lipepo ndani. Yaani hasa wanategemea hiyo ndoa kanakaa ndoa gani? Hiyo kazi kanakaa kazi gani? Ndio maana siku hizo kuna watu wanaachia kazi ovyo ovyo. Ana yuko hapa, kesho yuko hapa, kesho yuko hapa, kesho yuko hapa nini? Kumbe ana vitu kichwani kwake, ana malasta kichwani kwake, ana maagano kichwani kwake ameshaweka. Kwa hiyo inafikia hatua kwamba huyu mtu anashinda sana namna kujionyesha kwenye maisha yake. Kwa hiyo jua kabisa, kwa nini usiache tu? Kwa nini tu usiwe natural tu kawa vizuri tu mbele za Mungu? Ukaacha hayo malasta hayo. Ukaachana nayo tu kwa sababu hayana uhai wote. Umekikuza ndio nani ya shetani kwamba ukikuza cha kijinga kile ambacho ni cha akili ukishusha chini. Ndio maana zile bangalia hata elimu imekuwa ni ya kipumbavu na kijinga. Vinapandishwa vitu vya kipumbavu juu, vinashushwa vitu vya maana. Zamani tulikuwa na science kim. Zamani tulikuwa na kilimo. Zamani tulikuwa tuna vitu vingi vya kujifunza. Zamani tulikuwa tunajifunza habari za ujuzi shuleni. Sasa vikapandishwa na theory peke yake upumbavu tu. Ndio kapandishwa juu. Vitu vya maana vikashushwa chini. Maana yake ni huko ni kurogwa kukosa akili. Maana yake wanaandaa mitaala ya elimu wamerogwa kukosa nini? Akili. Wanaandaa mitaala ambayo haiwasaidii watu kwenye maisha yao. Maana yake wamefungwa. Na ndio maana kuna watu wana mawigi, kuna watu wana marasta wako pale. Kuna watu wameweka madawa kichwani mwao, maana yake hata akili zao haziko sawa. Zinaandaa upumbavu. Tunaona mtu ana degree, ana masters degree. Unaona mtu sijui ana nini ya uzamivu, sijui uzamili, sijui nini, lakini hana akili. Mpaka mnajiuza ameitoa wapi? Anakiza darasa lakini hana akili za kuwaza na kutafakari. Ni pepo hilo, na yeye ni pepo. Kwa hiyo ndio maana unaona kila kitu saizi cha maana kiko chini, ambao ni vya kipumbavu viko juu. Miziki ya kijinga ndio iko juu, miziki ambayo ni ya kimungu iko chini. Miziki ambayo inaelimisha iko chini, miziki ya kipumbavu ndio iko juu. Miziki ya kuelimisha watu iko chini, miziki ya kijinga ya matusi hawa ndugu zenu hawa wapumbavu ndio imepandishwa juu. Na nyinyi ndio mnaipandisha juu, na nyinyi ndio mnaifurahia. Kila mahali nasapotiwa. Hawa wanaovaa uchi ndio wako kwenye kampeni. Hawa wanaovaa uchi ndio hapo mpaka wanaingia kwenye madhabahu za Mungu. Hawa wanaovaa uchi sijui mamisi wanaingia mpaka kwenye madhabahu za mtumishi mmoja sijui wa kipepo yule. Mamisi wanapita wako uchi na marasta yao na makucha yao marefu kama majini yametoroka kuzimu. Wanapita pale, wanakaa hivi madhabahuni. Hiyo ni akili kweli. Alafu na nyinyi mko hapo madhabahuni mnaangalia. Nyinyi mna akili kabisa, timamu kabisa, zimewajaa kabisa hizo akili. Na mtu anawaambia eti anatoa mapepo. Kutoa mapepo ni upumbavu. Hakuna. Nawaambia umesema msifurahini kwa sababu pepo anawatii. Huyo pepo mwenzake mwenyewe, huyo pepo huyo aliyepo tu kwanza ni pepo. Huyo aliyeko mwenyewe ni pepo. Tena pepo ni mkubwa huyo. Ni avatar. Amefika kiwango cha avatar huyo. Kwa hiyo pepo yote yule
anaweza akamuona yule mtu akaanguka pepo, akaondoka pepo, lakini hakuna cha kuondoka, anaongezewa mapepo. Watu wengine utapeli kwa sababu wanamjua ni mtumishi wao. Kwa hiyo manake wakimuona tu hivi wanajigaragaza, kumbe wamo unafikiri ametoa pepo, kumbe hakuna cha kutoa pepo. Pepo limo. Mtu kweli kabisa madhabahu kabisa. Unaweza ukapita na wamisi pale, unainajisi madhabahu. Wamevaa na hivi nguo vieleweki. Wanapita pale madhabahuni kweli. Hivi una akili vizuri wewe? Na nyie mpo tu, mnashangilia tu. Mnashangilia uzinzi madhabahuni, mnashangilia upumbavu madhabahuni, mnashangilia ujinga madhabahuni, mnashangilia ushetani madhabahuni. Ni nani aliyekuambia matendo yanafanyika madhabahuni? Nani aliyekuambia kuita watu ovyo ovyo madhabahuni? Nani aliyekuambia yanafanyika? Madhabahu lazima iheshimiwe kuliko hata kitanda chako unacholalia. Kitanda ni madhabahu, lakini nakwambiaje, madhabahu lazima iheshimiwe kuliko hata kitanda chako unacholalia mwenyewe. Lakini leo mnaheshimu vitanda mnavyolalia, lakini madhabahu msiheshimu. Pelekeni sawa wanawake vitanda ni vyenu. Mnakaa na wachungaji wa kijinga, mnakaa na wapumbavu eti wewe, nakwambia tena, unajitafutia matatizo, utaenda kuzimu kushangilia uzinzi madhabahuni. Utaki mtu kimevaa uzinzi madhabahuni, kinanuka uzinzi madhabahuni. Hatuwezi kukaa hivi na kubaki kuwa tunachekeana. Kuna muda lazima tuambiane ukweli. Mnapotea, someni neno madhabahu ni nini. Hebu tafuteni watumishi wenu wafundishe nini maana madhabahu. Jinsi ambayo madhabahu inatakiwa iheshimiwe. Mungu akusaidie sana. Jua tu kabisa kwamba ukiona madhabahu ambayo haimheshimu Mungu, ujue Mungu hayuko hapo. Ni shetani yuko hapo. Hauhitaji hata kusoma neno kujua hapa kuna Mungu, kuna shetani. Hauhitaji kusoma neno. Unahitaji tu your own consciousness kukwambia. Conscience yako itakwambia tu hapa hapana. Ile ni dhamiri yako ya ndani. Lakini kwa sababu tunapenda upumbavu na kupenda neno la Mungu, tunashusha neno la Mungu chini. Tunanyanyua upumbavu juu. Tunashusha neno la Mungu chini. Tunanyanyua utabiri wa kijinga juu. Tunashusha vitu vya Mungu chini. Mungu akubariki na Mungu akusaidie sana. Ili kusudi siku nyingine hizo lasta usizisuke. Kwa sababu huwezi jua utaangukia lasta gani. Kwa nini usiache tu? Hivi lasta hiyo ni muhimu sana kuliko ndoa yako. Hivi lasta hiyo ni muhimu sana kuliko mume wako. Lasta hiyo ni muhimu sana kuliko watoto wako. Lasta hiyo ni muhimu kwa sababu itaita ugomvi ndani ya nyumba. Mapepo yako mnaleta ugomvi ndani ya nyumba. Ukiangukia ya watumishi wa kipepo, watu wanakuwa machizi, wanakuwa hawana akili kwa sababu ya malasta. Binti yako mzuri tunashangaa tu amekuwa chizi ghafla. Alikuwa yuko chuo kikuu anakuwa chizi ghafla. Vipi? Kumbe ni malasta wanaovaa haya, wanaosuka haya. Kwa ifikia tu mtumishi wa Mungu, ifikia tu utumie akili. Achana na maji ya upako, achana na mafuta ya upako, achana na machumvi ya upako. Mkamate Yesu, mmeze Yesu. Yesu ndo kila kitu. Kwa hiyo ifikia tu Mungu akupatie hekima hii, ujue, akupe akili, kwa sababu saa hizi naona kuna wimbi kubwa sana ambapo wasomi ndo wamegeuka hawana akili. Wanafanya vitu mpaka unajiuliza hivi ni msomi kweli huyu? Saa hizi tukachukua mtu mwenye masters degree tukamweka hapo, na tukamchukua zamani wa la 4 tukamweka hapo. Unachagua la 4 kuliko masters degree wa sasa hivi. Mwafike karibiwa na nini? Zamani la 3 la 4 ameshapewa kazi. Haya leo hii kachukua sekondari umpe kazi. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana, Mungu atubariki. Mungu atusaidie kutuambia haya mambo. Kwa watu ndio mandoto ajabu kwa sababu ya hayo madude kichwani. Kwa mtu wa siku mtu ameweka malangi kichwani kwake, ana marasta zaidi ya 5, 3, 4, alafu endeni anasema kwamba afu niambie kwamba huu ni mfano wa Mungu. Hakuna mfano wa Mungu wa design kama hiyo. Kwa hiyo ujue kabisa haijalishi ni rasta ya design gani, rangi ya design gani, ujue tu kabisa kwamba hapo
kuna shida kabisa, na Mungu akusaidia sana kuitoa hiyo shida. Na utakapogundua shida ni hayo madude, utayatoa. Kwa maana yake ukishatoa, Mungu ataingilia kati. Kwa sababu hapo hicho ni kitu cha shetani, sio cha Mungu. Wapelekee wenye navyo, viondoe kichwani kwako, alafu ukatubu mbele za Mungu, na Mungu atakusaidia. Alafu baada ya hapo utaomba kuyapiga hayo majini, kuyapiga hayo mashetani. Kwa sababu kuna mengine ukishaweka hayaondoki, yanabaki pale pale. Kwa lazima ifikie hatua upige na kuomba, upige kabisa kwa jina la Yesu. Mungu akusaidie katika jina la Yesu Kristo. Amina. Basi nafasi ya mwisho tutakapokuja kumaliza habari za mawigi, tutaomba kabisa tumalize kazi hii. Baba akubariki wa mbinguni katika jina la Yesu.